Katika kipindi chote cha tamasha hili la Pemba Tourist Sport and Cultural Bonanza kutakuwa na matukio mbalimbali yakiwemo mashindano ya ngalawa, mechi ya maveterani, mashindano ya duathlon yanayojumuisha mbio za baskeli na kukimbia, mchezo wa ng'ombe, gwaride la punda, pamoja na mashindano ya kuogelea. Aidha, kutafanyika ziara maalum ya kiutalii katika kisiwa cha Misale kwa lengo la kuonyesha utajiri wa mazingira ya bahari na vivutio vya asili vinavyopatikana katika kisiwa hicho. Tofauti na miaka iliyopita, mwaka huu tumepanga tamasha kwa ubunifu zaidi, ambapo baadhi ya matukio yamepangiwa siku zake maalum. Kutakuwa na siku ya nishati itakayojumuisha michezo pamoja na mashindano ya mapishi kwa kutumia nishati safi na salama, na hii katika utekelezaji wa ile vision ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mama Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba Tanzania ikiwemo Zanzibar tunaelekea katika matumizi ya nishati safi na salama, pamoja na siku ya uwekezaji. Namuona mwenzangu Wazipa pale, ambapo fursa mbalimbali za uwekezaji zilizopo Pemba zitawasilishwa sambamba na kuonyesha jitihada za serikali katika kuifungua Pemba kiutalii kupitia uwekezaji, utalii, michezo, sanaa na utamaduni. Mafanikio ya matamasha kama hili la Pemba Tourist Sport and Cultural Bonanza tatilia nguvu zaidi azma serikali ya kuifanya Pemba kuwa kama ni kitovu cha utalii wa kimaadili, kiutamaduni na kiikolojia. Kwa hivyo tamasha hili litazidi kuifungua zaidi na kuvutia miradi mingi ya kimkakati ambayo kwa pamoja na idara na zote za Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale imo katika mchakato wa kuitekeleza. Miradi kama miradi ya mashamba ya viungo, mradi wa utalii wa Mto Furaha, mradi wa utalii wa kisiwa cha ndege, mradi wa utalii wa pango samaki Mwambe, kijiji cha utamaduni na ufinyanzi cha Pembeni Ziwani, mradi wa hifadhi ya popo wa Pemba Kidike, lakini pia kuitangaza miradi ya hifadhi ya mambo ya kale kama vile Mkamandume, Pujini, Rasi Mkumbuu, Chwakatumbe. Naambiwa pia kuna mbuyu kule wa Vasco da Gama, utalii wa simulizi wa kisiwa cha Bisali, lakini pia hifadhi za bahari za Blue Corridor kule Pemba, ukuta matumbawe wa hifadhi ya Peka, milango ya kimkakati ya usafiri wa bahari ya Tumbe na Shumba mjini na maeneo mengine ya kimkakati ya kiutalii ambayo Kamisheni ya Utalii tayari ina mpango wake kabambe wa utekelezaji na kiuwekezaji kwa mashirikiano na wenzetu wa ZIPA. Katibu Mkuu alisema kwa sasa tunatangaza Zanzibar na Tanzania kwa muda kwenye Umoja wa Mataifa duniani. Kwa hiyo isiwe leti asilia. Leti asilia ni leti ambayo inatiba moja kwa moja kuunganishwa katika mpango wa kutumika kundi mbalimbali zinazokuja katika hifadhi zetu ni nyingi sana. Kuja kuta walimu wakaja baadhi ya shule kaja kule tutatembelea na wanafika wanafurahia, baadhi yao wanalala kwa bei ambayo ni very affordable. Kusaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kupata wawekezaji wapya, lakini pia kuongeza uwekezaji wa ndani. Tamasha hili litatoa nafasi kwa ZIPA kufanya siku ya uwekezaji kama ilivyoelezwa, lakini siku hiyo tunaweza kuitumia pia kwa loko kuweza kupata fursa mbalimbali za uwekezaji wa ndani. Naomba mliwasilishe hilo na naomba mlipokee, na wananchi tunakaribisheni yote kujua kuweza kushirikiana nasi. Baadhi ya categories kupata tuzo kama ilivyoelezea Mheshimiwa Katibu Mkuu hapa Zanzibar kupata tuzo katika kinyang'anyiro hicho cha tuzo hizo, na pia upande wa hapa kuna tuzo zinapatikana. Niwaambie tu washiriki ambao wanakuwa wanashiriki katika tamasha hili wanatoka Unguja, wanatoka Pemba, wanatoka
Kenya na bara, na tayari wameshatu contact, wanataka wajue ratiba na wajue vipi wanafika kwa ajili ya kushiriki kwenye mashindano haya. Kwa hiyo it's more of sports na culture. Kwa hiyo ni kuendeleza utalii wetu na tunawakaribisha wananchi wote wa Unguja, Pemba, bara wote muje